Takriban Wapalestina 54 wameuawa katika mashambulizi ya anga ya Israel usiku kucha, wengi wao wakiwa ni familia zilizokuwa zimekimbilia hifadhi katika jengo la shule la Fahmy al-Jargawi jijini Gaza, kwa mujibu wa wakurugenzi wa hospitali waliozungumza na BBC. Shule hiyo iliyokuwa na mamia ya watu waliotoroka mapigano kutoka Beit Lahia ilishambuliwa katikati ya usiku na kusababisha vifo vya takriban watu 35, wakiwemo watoto waliokuwa wamelala darasani. Kwa mujibu wa idara ya uokoaji ya Hamas huko Gaza, miili mingi ya waathirika wakiwemo watoto ilipatikana ikiwa imeungua vibaya baada ya moto kushika vyumba viwili vya madarasa vilivyokuwa vikitumika kama maeneo ya kulala. Jeshi la ulinzi la Israel IDF lilidai kuwa liliwalenga viongozi wa amri na udhibiti wa Hamas na Islamic Jihad waliokuwa wakitumia eneo hilo. Wanamgambo walikuwa wakilitumia eneo hilo kupanga mashambulizi dhidi ya raia wa Israel na wanajeshi wetu, IDF ilisema, ikidai kuwa Hamas hutumia raia wa Gaza kama ngao ya kibinadamu. Video zilizosambaza mtandaoni zilionyesha moto mkubwa ukiteketeza sehemu ya shule hiyo, huku picha za kutisha zikionyesha miili iliyoungua vibaya na manusura waliopata majeraha makubwa. Faris Afana, meneja wa huduma za ambulance kaskazini mwa Gaza, alisema, tulipofika tulikuta vyumba vitatu vya madarasa vikiwaka moto. Watoto na wanawake walikuwa wamelala ndani. Baadhi yao walikuwa wakipiga kelele, lakini hatukuweza kuwasaidia kwa sababu ya moto mkali. Ripoti za ndani zinasema mkuu wa kitengo cha upelelezi wa polisi wa Hamas kaskazini mwa Gaza, Mohamed Al-Kasihi, aliuawa pamoja na mkewe na watoto wake katika shambulizi hilo. Katika tukio tofauti, shambulizi la Israel kwenye nyumba moja huko Jabalia limesababisha vifo vya watu 19, kwa mujibu wa mkurugenzi wa hospitali ya Al-Ahli, Dr. Fadel El-Naim. Jeshi la Israel halijatoa tamko kuhusu shabaha ya shambulizi hilo. Mashambulizi haya mawili ni sehemu ya operesheni kubwa ya kijeshi ya Israel inayozidi kuongezeka kaskazini mwa ukanda wa Gaza wiki hii. IDF imesema imeshambulia malengo 200 ndani ya saa 48 dhidi ya kile inachokiita makundi ya kigaidi. Ijumaa, shambulizi la Israel kwenye nyumba ya Dr. Ala Al-Najjar, daktari wa Palestina, liliwaua watoto wake 9 kati ya 10 waliokuwa na umri wa kati ya miezi michache hadi miaka 12. Mumewe Hamdi Al-Najjar yuko katika hali mahututi na mtoto wao wa miaka 11 alipata majeraha makubwa. Jeshi la Israel limesema linafanyia tukio hilo uchunguzi. Jumamosi, wafanyakazi wawili wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ICRC waliuawa katika shambulizi la anga kwenye nyumba yao huko Han Yunis. Walikuwa ni Ibrahim Eid, mtaalamu wa mabomu yasiyolipuka, na Ahmad Abu Hilal, mlinzi wa hospitali ya Uga ya Rafah. Jumapili, mkurugenzi mtendaji wa Gaza Humanitarian Foundation GHF, Jack Wood, alijiuzulu baada ya kuibuka hofu kuwa mpango wao wa kugawa misaada hautazingatia kanuni za kibinadamu za uhuru na kutopendelea. Jumapili, mataifa 20 na mashirika ya kimataifa yalikutana jijini Madrid kujadili njia za kusitisha vita huko Gaza. Waziri wa mambo ya nje wa Hispania, Jose Manuel Albares, alitoa wito wa vikwazo vya silaha dhidi ya Israel iwapo haitasitisha mashambulizi yake.